Alizaliwa kama mwanadamu, ila kilichopo ndani yake ndio hatari zaidi. Hii ni Guu Family Boku na hii ni episodi ya 13. Tunaendelea pale ambako tulipokuwa tumeweza kuishia. Kanchi alikuwa na mashaka makubwa sana baada ya kuweza kusikia mingurumo na hali mbaya ya upepo mkali iliyokuwa inatoka ndani ya msitu. Basi Master Gondai pamoja na Damiol walienda kumpima homa Kanchi wakiwa nadhani kwamba inawezekana kwamba kijana huyu ana homa kali ambayo basi imeweza kusababishwa na mambo fulani. Basi Master aliweza kumpatia dawa ambayo dawa hii aliweza kumwambia kwamba akinywa homa yote itaenda kukata. Kanchi aliweza kujipatia ile dawa na mwisho wa siku aliweza kuondoka pale akiwepo yeye na Damiol. Ghafla huko nje walipokuwa basi wanatoka nje, alikutana Kanchi pamoja na yule kijana anaitwa Seong. Seong alipokuwa ameweza kumuona Kanchi alishtuka sana, akiwa anaweweseka, akiwa anajaribu kuweza kukumbuka matukio ambayo Kanchi alikuwa ameweza kuyafanya kwa siku kadhaa usiku wa manane. Basi wanafunzi wengine pia walipokuwa wameweza kumuona, aliwapa ishara nzuri tu, lakini wanafunzi hawa walionyesha kama vile kumdharau na wahitaji kuweza kukaa naye katika lile eneo. Akamuita mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa ameweza kumkandamiza katika usiku ule, akiwa anatamani kuweza basi kuongea naye na kuweza kumwomba msamaha. Mwanafunzi huyu alionyesha ishara kabisa kwamba anahitaji kuweza kumsamehe Kanchi kwa kile ambacho alikuwa ameweza kukifanya. Na bado tena alimwambia kwamba tutafanya juu chini uweze kufukuzwa katika hichi chuo. Kisha akaamua kusepa. Huko ndani Taeso alikuwa ameweza kuitwa na wazee hawa. Kisha aliweza kukabidhiwa moja kati ya muhuri wa baba yake mzazi, ambao muhuri huu ulikuwa ni muhuri maalum uliokuwa unatumika katika lile jumba la Century House. Mzee wake alikuwa ameshaweza kumkabidhi Sheriff katika siku kadhaa zilizokuwa zimeweza kupita kabla ya kifo chake, na huku akiwa ameweza kuambatanisha na maneno kadhaa, akiwa ameweza kumwomba Sheriff aweze kumwambia Kanchi pamoja na Taeso wapendane, lakini pia Taeso baba yake mzazi nilikuwa nampenda sana. Park Bong-sul alikuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye anaheshimika sana katika hichi chuo, na ndio maana mara nyingi Sheriff alikuwa anajaribu kuweza kumwalika nyumbani kwake, na walikuwa wanaongea mambo ambayo ni asiri sana kiasi kwamba kuna mtu yote alikuwa ameweza kutambua hilo jambo. Leo Taeso baada ya kuweza kukabidhiwa muhuri huu alijisikia vibaya sana, akiwa anajaribu kuweza kuuliza namna ambavyo baba yake mzazi alivyokuwa anautumia, lakini kwa hivi sasa lengo lake limekuwa tofauti kidogo kwa sababu mambo yameweza kuwa mabaya zaidi. Sasa Kanchi, yale matendo ya wanafunzi wenzake walivyokuwa wanaonyesha dhahiri kabisa wanataka kuweza kumtenga, yalikuwa anamuumiza sana moyo wake. Akawa pembeni yake yuko Damiol. Damiol alikuwa basi ameanza kusinzia na alikuwa amekaa pale kwa muda mrefu sana. Imagine kila siku yuko pale, alikuwa anajaribu kuweza kumsikiza Kanchi namna ambavyo anahesabu yale maharagi. Hasa hapo aliweza kumweka mabegani kwake, kisha binti aliweza kulala. Damiol baada ya kuweza kulala, Kanchi akaanza kusema kwamba angalau wewe ni mmoja kati ya mtu ambaye unanijali na ni mtu ambaye unanipenda. Kwa yale ambayo yameweza kutendeka, wewe ni mmoja kati ya mtu ambaye nitaendelea kukuamini katika siku zote za maisha yangu. Kumbe bwana, binti alikuwa anasikia yale maneno namna ambavyo Kanchi alivyokuwa anajimaliza, yani alikuwa anajaribu kuweza kuongea maneno ambayo hawezaji kumwambia ana kwa ana. Binti akaamua tena kujifanya kama vile alikuwa amelala. Huku msituni basi kuna mtu mmoja ambaye huyu lazima kabisa ni baba yake mzazi Kanchi, ambaye ni Woryang. Woryang alikuwa dhahiri kabisa kwa hivi sasa alikuwa na hasira sana, atujue mmoja kufanya nini. Hasa baada ya muda mrefu kuweza kupita, Taeso pamoja na Kanchi waliweza kukutana katika nyakati za jioni kabisa. Wakaanza kuongea maneno mengi sana, lakini kikubwa zaidi ni kwamba walikuwa wanajaribu kuweza kuulizana namna ambavyo maisha yao yamekuwa yakienda baada ya baba yao kuweza kufariki. Taeso anasema kwamba maisha yake yamezidi kuwa magumu zaidi, lakini pia kwa anajaribu kuweza kumuuliza Kanchi kama ameweza kupata girlfriend mwingine baada ya mdogo wake Chungju kuweza kumletea noma na kuonyesha dhahiri kwamba hawezi kuishi na yeye katika maisha yake. Siku ya leo Kanchi aliweza kumsifia sana Yeol namna ambavyo aliweza kumtuliza baada ya yeye kuweza kupoteza ile riboni yake, na kisha aliweza pia kuelezea namna ambavyo binti amekuwa mstari wa mbele zaidi kuweza kumtetea pale ambapo anakuwa amefanya makosa mawili matatu. Basi Taeso akamwambia kwamba huyo binti inaonekana kwamba anakupenda, na wewe pia naomba uweze kufanya juu chini mapema sana uweze kumwambia kwamba unampenda. Kanchi anasema kwamba hapana, mimi nampenda bana mdogo wako, yani nampenda kweli kweli. Yani Kanchi bado moyo wake hajaamua kuweza kuweka wazi kwa matendo ambayo Damiol amekuwa akiwa anamfanyia mara kwa mara. Basi bana, stories zikawa zinazidi kuendelea pale. Taeso naye akamwambia kwamba mimi mwenyewe binafsi sasa hivi nina maumivu makali sana kulingana na kwamba mdogo wangu Chunju ameshalala na Loriguan na kwa hivi sasa sio bikra tena. Kanchi zile taarifa ziliweza kumpiga usoni mwake, alipata mawazo sana kuamini kile ambacho kimeweza kumtoka Taeso. Na Taeso akamwambia kwamba huko mbeleni mimi naamini kwamba kama utaweza kuoana wewe pamoja na Damiol, maisha yatakuwa mazuri zaidi. Unapaswa basi uwe na familia yako, unapaswa uendelee kuendesha maisha yako
tusitegemee sana kwamba kuna siku ambayo Senjari House itarudi tena mikononi mwetu. Basi Kanchi baada ya kuweza kuongea naye kwa muda mrefu aliamua basi kwenda katika chumba ambacho ni cha Gon. Lakini hapo mwanadada ambaye basi ni Damiol naye pia alikuwa anamtafuta Kanchi huku katika chumba chake. Hakumuona kabisa. Basi akawa anajaribu kuweza kutembea akasikia taarifa za wanafunzi wengine namna ambavyo walivyokuwa basi anajaribu kuweza kumdiscuss Kanchi huko katika chuo. Yaani kwa anajaribu kuweza kusema kwamba Kanchi anapaswa aweze kufukuzwa katika hicho chuo. Amekuwa ni kitu cha ajabu. Yaani Kim ndo amekuwa mmoja kati ya mtu ambaye anachukia sana kwa kile ambacho kimeweza kutokea katika maisha yake, kwa sababu Kanchi alimletea noma na wanafunzi wengine wote wanasema kwamba lazima tufanye mchakato juu chini huyu mwanafunzi aweze kufukuzwa. Sasa huku Gon pamoja na Kanchi waliweza kukutana katika nyakati za usiku baada ya Kanchi kwenda basi kuongea na Taeso. Basi baada ya hapo wakaamua kuweza kupanga mpango wao wa siri. Huku porini sasa bwana mkubwa mmoja alikuwa anajaribu kuweza kutembea. Huyu ni mwanakijiji tu. Alipokuwa anatembea huko msituni, akaweza kusikia kama vile miti ilikuwa inatingishwa. Ghafla baada ya yeye kwenda kugundua kwamba nini ambacho kilikuwa kinatikisa ule mti. Basi hapo ndipo basi alipoweza kumuona mtu ambaye alikuwa ni mrefu kinoma. Huyu ni Woryang. Woryang amekuja katika hali ambayo si ya kawaida. Alimkimbiza sana na mwisho wa siku akaja akamkamata na hapo akaamua kuweza kunyonya uhai wake. Yaani alimnyonya na kumkausha kama vile kuni. Basi mzee wa watu alifariki pale. Katika jengo huku la makahaba, binti Chungju alikuwa anafundishwa namna ambavyo anapaswa basi kupiga hizo drums. Binti alikuwa anajaribu kuweza kujituma sana na headmistress alikuwa anajituma sana kuweza kumfundisha binti huyu. Hapo Ulsion aliweza kufika pale na kuweza kumuuliza headmistress, "Kwa nini namfundisha Chungju wakati yeye hapo ndo mmoja kati ya mtu ambaye ameishi hapa kwa muda mrefu na yeye ni mmoja kati ya makahaba ambao anaheshimika sana?" Basi headmistress baada ya kuweza kuongea naye aliweza kumueleza wazi, wewe ni mmoja kati ya mtu ambaye unapenda sana sifa na ni mmoja kati ya mtu ambaye mimi hapa nimekuwa nikikutazama sana. Hauhitaji kuweza kujifunza kupiga hizi drums kwa sababu una upendo nazo. Hapana, unataka kuweza kupiga kwa sababu unataka kuweza kuwavutia wanaume wengi ili wazidi kukupenda na kuzidi basi kukutunza wewe pesa nyingi sana kipindi ambacho utakwenda kulala nao. Hapo yale maneno yaliweza kumpiga usoni mwake. Binti alijisikia vibaya sana. Kisha headmistress akaamua kuchora. Akabaki yeye pamoja na Chungju, akajaribu kuweza kumwambia kwamba usipige tena hizi drums. Chungju akamwambia kwamba nitaendelea kupiga. Akamlamba kibao. Kisha baada ya hapo Ulsion katika siku ya leo hakuamini macho yake baada ya binti yake kuweza kumlamba kibao. Akamsogelea tena mbele yake na kisha akamwambia kwamba ukiendelea kunisumbua nitauharibu uso wako, yani ndani ya sekunde 3 tu zitakazoweza kufuata. Kisha binti akaendelea kupiga ngoma taratibu. Sasa huko katika jengo la mwanamama headmistress akawa basi anajaribu kuweza kudiscuss yeye pamoja na Shogile. Shogile anajaribu kuweza kumwambia kwamba bana, muona kama vile Chungju mbadilika sana. Headmistress anaambia kwamba Chungju mbadilika baada ya mateso makali aliyokuwa ameweza kuyapata. Sasa hivi uso wake pamoja na macho yake sio ya kulia tena, ni ya kutazama future. Ni mtu ambaye ana matamanio makubwa sana. Kwa hiyo simzanii mabaya. Sasa Kanchi alikuwa amesinzia katika siku ya leo. Binti Damiol naye pia akawa ameweza basi kwenda kumfuata pale. Akawa amegundua kwamba Kanchi amelala. Sasa wakati huo kipindi ambacho anajaribu kuweza kufanya juu chini aweze basi kumfanyia vituko, Kanchi akamdaka na kisha akamlaza chini, akamtishia kama vile anataka kuweza kumpiga vibao vingi sana. Binti akamwambia kwamba acha kunitishia wewe, mimi ni instructor wako, mimi ni mmoja kati ya mwalimu wako, bado wewe ni mwanafunzi wangu tu, endelea kuchambua maharage. Basi Kanchi akawa anajaribu kuweza kusema kwamba hawezi kumwachia huyu binti kwa sababu ni mzembe. Binti akamng'ata kwenye kidole chake na kisha akamwacha Kanchi akiwa anazidi kulalamika pale. Basi wakaendelea kupiga stories zao za hapa na pale, lakini hapo Sionga akawa ameweza kuwakuta pale. Akasema kwamba kuna taarifa mbaya sana zimeweza basi kufika katika chuo chetu. Kuna watu huko katika mitaa wameweza kuuawa na kuweza kunyonya nguvu zao zote. Zile taarifa basi ziliweza basi kusema pale. Watu wengi sana waliweza kufika katika eneo hilo. Hata bwana mkubwa ambaye ni Sojung aliweza kufika pale. Wakakuta kwamba miili ya watu ilikuwa tayari imeshaweza basi kuuawa na watu wao walikuwa kama watu 3 hivi 4. Basi kwa bwana Gwanuni huku taarifa basi zilikuwa imeweza basi kumfikia na yeye pia. Baada ya Sebuka kuweza kumletea hizo taarifa akasema kwamba Kanchi ndio ameanza kuonyesha uhalisia wake sasa hivi. Mwana amekuwa mtu wa ajabu sana. Yaani anaanza kuonyesha hali yake halisi baada ya yeye basi kuja kujulikana kwamba yapo sio binadamu wa kawaida. Wakaamini kabisa kwamba huyu kijana kwa hivi sasa hatupaswi kuweza kumsogelea kwa sababu atatumaliza sekunde 3 tu. Hasa katika jumba la kwake Yin Sun-shin, kamanda akasema kwamba yote yule ambaye atatangaza taarifa mbaya kuhusiana na Kanchi anapaswa kuweza kukamatwa haraka sana. Huyu sio Kanchi aliyefanya mambo. Yin Sun-shin anamwamini sana Kanchi na ndio maana mara nyingi waga anamtetea.
Hasa kwenye eneo la chuo huku hivi Kanchi walikuwa wameweza kukamatwa na wanafunzi wenzake, walikuwa wanajaribu kuweza kumuuliza maswali mengi sana. Yaani wote wamekaa upande mmoja na Kanchi huko mwenyewe wanataka kuweza basi kumwadhibu kwa kile ambacho kinaendelea huko mtaani, wakiwa naamini kama Kanchi ndio ameweza kusababisha watu wengine kuweza kufa. Basi Kanchi anasema kwamba yeye sio, yeye ameweza kusababisha hayo mambo, lakini bado wanafunzi wanasema kwamba ni wewe ndio umeanza kuonekana kwamba kwa hivi sasa wewe sio binadamu wa kawaida, na ile hali ya watu kufa sio ya kawaida, ni ya kishetani. Wewe ndio shetani hapa, inabidi utuambie ukweli. Wanafunzi hao walikuwa wamechachamaa mzee. Mmoja wao akasema kwamba tumue hapa. Kanchi akamdaka, akawa anataka kuweza kumfetua vibao vingi kinoma noma. Wengine wote si wakachomoa panga, wakiwa wanataka kuweza basi kumshushia panga nyingi. Master Gondai akafika pale akaambia, ni upumbavu gani mnafanya huu? Ni ushenzi gani huu? Mnajaribu kuweza kumnyoshia mwanafunzi mwingine panga? Mzee alikuwa amechukizwa sana, akasema kwamba nani aliyefundisha ujinga? Nani afundisha ujinga? Ni Master Dam. Yani mzee aliweza kuwashangaa sana kwamba shusha panga zenu chini haraka sana. Huu ujinga upaswi kuweza kutokea katika chuo chetu hata siku moja. Hapo akaanza kuweza kuna kosa gani limefanyika hapa? Kuna kosa gani? Master Gondai anajaribu kuweza kuwauliza. Kisha akamwambia kwamba Kanchi ndio mmoja kati ya mtu ambaye tunahisi kwamba amefanya huo ujinga huko msituni, anaua watu na kuweza kuwatelekeza huko msituni. Basi Master akasema kwamba kama mna uhakika ni yeye, leteni taarifa kwetu walimu wenu, na sio kufanya ujinga hapa mbele ya eneo la chuo. Mnapaswa kuweza kutusikiliza sisi. Basi Master hapo akaweza kutoa amri, kama kuna kosa la aina yoyote ambalo Kanchi ameweza kulifanya, nahitaji kuweza kuletea ushahidi, na ushahidi huo endapo mtauleta kwangu, mimi mwenyewe binafsi ndio nitakaweza kumfukuza Kanchi, na uhitaji ushahidi wa watu 3 mfululizo. Wanafunzi wakamsikiliza vizuri kinoma noma, wakiwa wanajaribu kuweza kujiuliza pale maswali. Master Gondai akaondoka na Kanchi akaenda naye basi huko jikoni. Kanchi anamuuliza, kwa nini umeamua kuweza kuongea nao vile? Basi hapo Master akasema kwamba mimi naongea naye vile kwa sababu yako wewe, mimi nakupenda wewe, nakutetea wewe. Master ameanza kumkubali kinoma Kanchi. Basi hapo Master baada ya kuweza kuongea naye kwa muda mrefu, Kanchi akaamua kuweza kusepa. Alipotoka tu hivi nje anakutana pale nje na Gon. Gon akawa anamuuliza, kuna nini tena huko mzee? Kuna shida gani? Basi Kanchi akasema ni ujinga tu wao wanafunzi wako wanauleta hapa. Basi hapo akamwambia kwamba vipi umwambia Damiori kuhusiana ule mchongo? Gon akasema kwamba hapana. Kanchi naye akasema basi kama vipi tusimwambie kabisa mpaka pale mambo atakavyokuwa ameweza kukamilika. Kumbe bana Damiori alikuwa ameweza kujificha katika kona tu ya ukuta hapo. Akatokea hapo akamuuliza Gon, ni mchongo gani huo ambao unataka kuweza kuniambia? Niambie ni mchongo gani? Gon anageukia huku. Demo anamwambia kwamba naomba uniambie ukweli, ni mchongo gani huo? Basi baada ya muda huko katika jengo la Century House, Chuo alikuwa ameweza kumpokea Madam Headmistress, ambaye Headmistress huyu alienda kuongea na Bwana Gwanhun. Katika siku ya leo Gwanhun anasema kwamba anaomba washereheshaji kutoka katika jengo la makaba ambao wao wanaweza basi wakaja na ngoma na burudani za hapa na pale kuhakikisha kwamba wageni wake wataweza kupata burudani ambayo inakizi viwango ambavyo wenyewe binafsi wanavipenda. Basi Gwanhun baada ya kuweza kuongea na Headmistress akasema kwamba hamna shida, nitaweza kuandalia watu wao. Baada ya muda mrefu sana tunaona kwamba katika chumba hichi huyu mtu bado afungui uso wake, alikuwa amejikinga na alikuwepo hitaji hata mtu yote kuweza kumtazama. Huyu mtu ni nani? Kwa nini anajikinga uso wake? Sawa, basi tuendelee. Katika eneo la chuo huko hivi Kanchi alikuwa anatoka katika nyakati za usiku. Kuna ule mchongo wao pamoja na Goni uaga wanaofuatilia huko porini. Hasa hapo kumbe kuna wanafunzi wengine walikuwa wanamfuatilia nyuma taratibu. Huyu ni Kim. Basi Kanchi aliweza kufika katika eneo la pori na kisha akahisi kabisa kwamba kuna mtu alikuwa anamfuatilia. Kim akajificha chini chap. Kisha Kanchi alipogeuka nyuma hajaweza kabisa kuweza kumuona. Basi nyakati hizo pia naye Kanchi akaenda kujificha katika kona nyingine. Kim alipotoka kwa mawenge akawa anakimbia katika eneo la pori. Hapo aliweza kuonana na mtu ambaye si wa kawaida. Huyu ni Woryang. Walikutana uso kwa uso, macho kwa macho. Hapo Kim alianza kukimbia huko akanapiga ukunga, Mungu nisaidie mama we. Hata kipindi ambacho alipokuwa anakimbia kwa mawenge, kwa bahati mbaya sasa akawa amejikwaa chini akiwa anaogopa kinoma, akiwa anaamini kabisa kwamba huyu mtu akinikamata hakuna mahali yote mimi naenda. Alikuwa anapiga ukunga kiasi cha kwamba alikuwa anajaribu kuweza kujuta yale mambo ambayo alikuwa ameweza kumkuta. Hakutakiwa kuweza kumfuatilia Kanchi hata kidogo. Hasa nyakati hizo kipindi ambacho anajaribu kuweza kuangaza macho huku na huku, si ndio kakutana basi na Kanchi akaweza kumtuliza. Aliposhika begi hivi alipiga ukunga kinoma, Kanchi akamwambia tulia. Hapo akasimama juu wakiwa wawili kwa pamoja. Wakatazama hivyo kukutana tena na Woryang macho kwa macho. Kanchi alipokuwa anamtazama hivi akamwambia kwamba wewe ni nani? Yaani Kanchi anamwambia tulia wewe Kim. Anza kumuuliza wewe ni nani? Kim anajaribu kuweza kuinua panga sasa hivi na anajaribu kwamba anaweza kupigia na panga. Kanchi anajaribu kuweza kumuuliza naye huyo mzee, wewe ni nani? Hawajuani. Mzee amjui mtoto wake kwa sababu aliweza kuzaliwa baada ya yeye hapo kuweza kupigwa upanga na kuweza kutoweka katika ulimwengu huu. Na Kanchi naye amjui baba yake hata kidogo kwa sababu kipindi hicho kulikuwa hakuna picha mzee kiasi cha kwamba yani hawezi kuona hata picha ya baba yake mzazi. Baada ya hapo basi akaweza kusepa.
Kim ndo akashangaa kwamba alikuwa anamfuatilia Kanchi na alikuwa anajaribu kuweza kufuatilia watu hawajue nani, ndio maana yani mimi mwenyewe binafsi niko nakufuatilia ndani juu, je wewe ndio muuaji huko msituni? Hapo akashangaa wakina Goni pamoja na Damiol walikuwa wameweza kufika pale. Akaambia bana, hawa watu walikuwa wanafanya doria mara kwa mara huko msituni, yeye pamoja na Gon. Sasa hakutaka kuweza kutoa hizo taarifa kule shuleni. Na ndio maana basi katika siku ya leo mwenyewe binafsi umeweza kushuhudia hizo taarifa kwamba huyo mtu sio mtu wa kawaida, anayeua watu huko msituni, anaweza pia hata akakuua wewe. Kwa hiyo unayemfuatilia sio. Basi Kim akaambia kwamba hizi taarifa ziweze basi kuzifikisha kule chuoni, kwa sababu wanafunzi wengine wataanza basi kuogopa na wataanza basi kukimbia katika eneo la chuo. Basi baada ya siku kadhaa katika chumba cha kwake Sojung, katika siku ya leo alisikia kabisa kwamba katika eneo la library kuna mtu alikuwa anapiga misele huko ndani. Sojung alivyoshuka kule chini akawa anajaribu kuweza kuuliza, "Wewe nani huko ndani? Wewe nani?" Ghafla machoni mwake akashangaa kukutana basi na Oriang. Hakuamini macho yake. Oriang anamwambia kwamba ni mimi. Alafu jicho moja mzee limeshuka. Jamaa sio poa. Yaani alikuwa ni mtu ambaye haongei katika ile tabasamu tena. Yupo serious kinoma noma. Basi huku katika chumba ambacho basi wanajipatiaga chakula, yani dining hall. Katika siku ya leo Kanchi alipofika hapa akakuta kwamba chakula chake kimetengwa pembeni kabisa, afu wanafunzi wengine wamesogea mbali wataki kabisa kukaa naye. Hapo Kanchi akashuka pale, akawa anaanza kula chakula. Wengine tena wakawa basi hawahitaji hata kumsogelea. Kuna mmoja ametoka hapa huyu kama vile msambaa, yani akawa ametoka kwa hasira kinoma no. Alipotoka tu hivi nje, Kanchi akawa anajisikia vibaya kwa sababu namna ambavyo wanafunzi wenzake walivyokuwa wanamtenga. Sasa King alipokuwa basi ameweza kuona lile jambo linalotendeka pale ndani, akasogea usawa wa Kanchi kabisa, akamsogelea kisha akaanza kula naye chakula bampa tu bampa, akiwa anaamini kwamba anaweza hata akapiga story. Kanchi akapata tabasamu kidogo, sababu anajisikia vibaya sana. Kim anajua siri ya kule msituni nini ambacho kimeweza kumkuta, nani aliweza kumuokoa pia si Kanchi. Kwa hiyo basi katika siku ya leo wakawa marafiki. Sasa katika siku ya leo ulikuwa basi Damiol ameweza kupata gauni lake, ambapo gauni lilikuwa lipi, alikuwa amefurahi kinoma noma. Sasa alikuwa ameenda kumwambia Kanchi kwamba kuna sherehe ambazo mara nyingi zinafanyikaga huko mtaani, naomba basi tuwe pamoja katika hizo sherehe. Kanchi akawa amesema basi na mimi pia nitakuepo, kama wewe utakuepo mwenyewe na mimi pia nitakuepo na tutafurahi kwa pamoja. Basi binti aliweza kufurahi sana baada ya Kanchi kuweza kumwambia kwamba atakuepo naye. Baada ya hapo aliweza kupokea taarifa kwamba kutakuwa na moja kati ya sherehe ambazo tena kufanyika katika jumba la Gwanhun, na sherehe hizo moja kati ya msanii ambaye atakuwa katika sherehe hizo ni binti ambaye kwa hivi sasa tayari ameshakubali kuwa malaya kabisa, ni Chungju ndio ambaye basi tena kufanya kazi hiyo. Basi Kanchi baada ya kuweza kupewa zile taarifa alihuzunika sana. Huku mtaani ndo binti basi anapitishwa kuelekea katika eneo hilo basi la Gwanhun katika jengo la Senjari House. Wana kijiji wote pamoja na wananchi walikuwa wanashangaa kinoma noma. Nyakati hizo bwana mkubwa ambaye ni Kanchi aliweza kufika pale, pia watu wengine ambao katika jengo la Senjari House waliweza kuumia sana, mfano Choi pamoja na Yokman waliumia sana baada ya kuweza kumuona binti huyu tayari ameshakubali kuwa malaya kabisa. Sasa hapo Kanchi aliweza kuita jina la Chungju. Kipindi ambacho Chungju anageuka nyuma, basi Kanchi aliweza kuonekana. Chungju akawa basi anatazama lile jengo tena kwa hasira sana. Hapo headmistress akamwambia kwamba usijaribu kuweza kumuonyesha adui nini ambacho unakiwaza. Jaribu kuwa mmoja kati ya mtu ambaye unawaza vitu ambavyo ni vya kipekee sana, na tabasamu lako ndio kinga yako katika maisha yako. Kanchi akaweza kumsogelea pale, kisha akamuita Chungju kwa dharau tena katika hali ambayo ni professional kabisa, kwamba kwa hivi sasa usinifatefate tena. Akamwambia Kanchi, kama unahitaji burudani njoo katika jengo la burudani, usije katika eneo la kazi zangu. Akamwambia tena excuse me. Kanchi akaacha pale nje akiwa anashangaa kinoma noma. Binti ndo ameshaamua maisha hayo. Huku mtaani pia ilikuwa ni kipindi ambacho ndo taa zimeshaanza kufungwa. Kanchi alikuwa katika kipindi ambacho ni cha mawazo sana. Giza likawa limeshaingia. Ghafla nyakati za usiku ndo akaona basi watoto wadogo basi wanaanza kupita na taa pale. Akakumbuka kwamba alimwahidi binti kwamba siku ya sherehe za huko mitaani basi naye atakuepo naye katika sherehe za kuwasha taa. Hapo bana binti alimsubiria vya kutosha. Subiri, yani alikuwa amejifunika zake hataki hata mtu yote aweze kumsogelea. Kanchi akapita katikati ya watu huko. Binti ndo akamuona. Kipindi ambacho amemuona akawa basi anataka kuweza kumsogelea aweze kumkumbatia, kwa sababu alikuwa ameweza kumsubiria kwa muda mrefu sana. Kanchi maskini ya Mungu hajamjua binti, akampamia na akaamua kuweza kusogea mbele. Akamwambia samani, kuna mtu basi mimi niko namtafuta. Binti ndo akasema Kanchi akawa ameweza kushtuka. Huyu ni Damiol. Ndo akamtazama. Kumtazama vizuri, kumbe ni yeye kweli mzee. Binti ni bomba kinyama ni. Binti mwenyewe binafsi akagundua kwamba Kanchi alikuwepo hajamfahamu. Kwa hiyo kwa hivi sasa ndo ameweza kumjua. Alimtazama kwa muda mrefu kiasi cha kwamba binti akamuuliza, "Unamshangaa nani?" Kanchi bado macho yake hayaamini kwamba binti ndo pisikali hivi. Basi pamoja na kwamba kwa mtazama kwa muda mrefu,
Binti bado alikuwa anatabasamu hata kipindi ambacho Kanchi anamwangalia, kiasi cha kwamba alikuwa anaamini kwamba yeye ni mzuri pia. Na Kanchi namna ambavyo anamtazama akagundua kwamba inawezekana kwamba kuna kitu ambacho hakukitegemea. Binti muda wote sana kwa kujali magwanda, manguo fulani tu ya kupigana muda wote, mara panga kukimbia ovyo ovyo. Haji kumuona katika nguo ambazo ni bomba namna hii. Bana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Ondosha comment yako hapo chini, pia usahau kusubscribe ili tuende sambamba. Bye.